sasa ni Wizara ya Maji. Namuita Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, mbunge wa Mkinga, aweze kuuliza swali lake. Mbunge wa Mkinga nauliza, lini serikali itafanya utafiti wa vyanzo vya uhakika vya maji katika tarafa ya Maramba, wilaya ya Mkinga, ili kutatua changamoto ya maji kwa wananchi? Swali limeelekezwa katika Wizara ya Maji na Naibu Waziri Injinia Kundo Mathew anaenda kujibu swali hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Maji napenda kujibu swali la Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, mbunge wa Jimbo la Mkinga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanza utafiti wa maji chini ya ardhi katika maeneo yenye changamoto ya upatikanaji wa maji wilayani Mkinga mkoani Tanga, ikiwemo baadhi ya maeneo ya tarafa ya Maramba. Utafiti huo umeonyesha uwepo wa maji chini ya ardhi katika vijiji 4 vya tarafa hiyo ambavyo ni Kichangani, Gombero, Maramba A, Matemboni, Sanjari na kijiji cha Mkota kilichopo kata ya Mwakijembe wilayani humo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa taratibu za kuanza uchimbaji wa visima virefu katika maeneo yaliyobainishwa zinaendelea. Aidha, serikali itaendelea na zoezi la utafiti wa vyanzo vingine vya maji katika maeneo yenye changamoto wilayani Mkinga ili kukidhi mahitaji ya wananchi wa wilaya nzima ikiwemo wale wa tarafa ya Maramba. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu ya serikali, japo kwa maoni yangu nayaona bado ni majibu mepesi. Hivyo nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Mkinga na hususan tarafa ya Maramba imekuwa na miradi ambayo haijakamilika na ilipaswa kukamilika tangu 2023 na wakandarasi wameshaondoka maeneo ya mradi, na sababu kuu ni kwamba wakandarasi hawa hawajalipwa. Kata ya Gombero mkandarasi ameondoka na anadai bilioni 1.2. Kata ya Mhinduro mkandarasi ameondoka na anadai milioni 368. Kata ya Mapatano mkandarasi ameondoka na anadai milioni 196. Kata mradi wa Mkinga Horohoro mkandarasi anadai zaidi ya bilioni 1.7. Je, pamoja na fedha nyingi tunazopewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, miradi hii imechelewa zaidi ya miaka 4, wananchi hawapati maji. Je, sasa ni lini serikali ituambie kwa uhakika kabisa wakandarasi hawa watalipwa ili wakandarasi warudi na wananchi waweze kupata maji safi na salama walioahidiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tarafa hii ya Maramba ina hali ngumu sana ya upatikanaji wa maji na hususan wakati wa kiangazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba serikali tuambie, Mheshimiwa Waziri yuko tayari kuambatana nami mara tu baada ya bunge hili la bajeti ili tutembee kata kwa kata, tujionee hali halisi, na ikiwezekana tupate vyanzo vya uhakika, na ikibidi tarafa hii ya Maramba tuweze kuiunganisha na mtandao wa gridi ya maji ya taifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja, mbunge wa Mkinga, kwa kazi nzuri kubwa anayoifanya na kwa ufuatiliaji, na kwa kata hii ya Maramba natambua kwamba Mheshimiwa mbunge aliongea kwenye bajeti yetu ya maji, lakini pia amekuwa na mawasiliano ya karibu sana na Mheshimiwa Waziri wa Maji. Na nianze na swali lake la kuhusu miradi iliyoko katika kata 3. Mradi wa kwanza ambao umesema huko Gombero ni kweli, lakini mradi wa Mapatano pamoja na Muhindiro. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa Gombero umeshafikia 100%. Maana yake umeshakamilika. Mkandarasi natambua anadai kiasi cha bilioni 1.2. Mradi wa Mapatano kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema upo katika hatua ya 35% ya utekelezaji. Mradi wa Gombero, mradi wa
wa Muhinduro upo 46%. Tunatambua tulikuwa tunafanya uhakiki wa zile hati zake za madai ili tulipe fedha inayoendana na kazi ambayo kule imefanyika, kwa sababu tumebaini kuna maeneo mengine hati zinazoletwa haziendani na hali halisi ya kazi iliyofanyika site. Hizi ni fedha za Watanzania, za walipa kodi wa Tanzania, lazima tuzisimamie ili ziweze kutoa matokeo halisi. Kwa hiyo nakuhakikishia kazi ya uhakiki tumeshaimaliza, sasa tunasubiri kuwalipa wakandarasi ili waweze kurudi site kwa upande wa mapatano pamoja na Muhindiro waweze kufanya kazi nzuri. Lakini pia upande wa Mkinga Horohoro, Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya bilioni 35 katika mradi huu, na mradi huu uko hatua nzuri kabisa. Sisi tunachokifanya, hatupeleki fedha kwa kasi tunayotaka sisi, tunapeleka fedha baada ya hati ya madai kuja mezani. Kwa hiyo sisi tutahakikisha kwamba tunaongeza msukumo pale ambapo hati imeshafika mezani, lazima mkandarasi alipwe na kuhakikisha kwamba mradi uweze kuendelea. Lakini pia hali ya upatikanaji wa maji, Mheshimiwa Mbunge, hata wewe unafahamu hivi sasa ni zaidi ya 72.9. Natambua changamoto ya kwenda kufanya utafiti. Mheshimiwa Waziri, ulimuomba kwenda katika jimbo lako. Nataka nikupe taarifa nzuri, ni kwamba Mheshimiwa Waziri pamoja na wataalamu wa wizara pamoja na wewe yuko tayari kuambatana nawe kwenda katika jimbo lako ili kwenda kufanya kazi hiyo. Lakini lengo kubwa ni nini? Lengo kubwa la kwenda Mkinga, la kwanza ni kwenda kufanya tathmini ya vyanzo vya maji vilivyopo. La pili, kwenda kubaini vyanzo vipya. La tatu, kama ambavyo umeomba, kuangalia uwezekano wa kata ya Marambo, tarafa ya Maramba inaunganishwa kwenye gridi ya taifa ya maji. Katika hili hatutosubiri Mheshimiwa Waziri aende, ninawaelekeza bonde waanze kufanya hii kazi kabla ya Mheshimiwa Waziri hajaenda, ili anapofika wampatie taarifa ya tathmini ambao watakuwa wameshaifanya, na wewe Mheshimiwa Mbunge ukiwepo, ili sasa tuanze kuchukua hatua ya kufanya feasibility study. Baada ya hapo tupate fedha, na baada ya hapo tuanze kutekeleza mradi bila kuwa na chaka. Tunafahamu sauti yako ni sauti ya wananchi wa Mkinga, na sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na wewe ili kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji ndani ya jimbo la Mkinga. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.